Lakini tatu ni kuwezesha uwekezaji wa viwanda vya ndani, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa za afya na kupunguza utegemezi wa nje ya nchi kwa kujenga maabara ya kisasa ya utafiti wa dawa bioequivalent lab, kuwekeza katika uzalishaji wa dawa za ukimwi katika kiwanja cha TPI na kuvutia wawekezaji wengine, kuboresha mifumo ya mahoteo, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa dawa, kuratibu majukwaa ya wawekezaji na kudhibiti usugu wa vimelea dhidi ya dawa na matumizi sahihi ya antibiotic. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba wizara tayari imekwisha zindua Mloganzila Pharmaceutical Hub, yani kongani ya viwanda ya Mloganzila, na kulitaarifu bunge lako kwamba hivi nimesimama tayari wawekezaji wanaendelea na ujenzi wa viwanda. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara na serikali imejipanga vizuri kwamba leo hii uzalishaji wa dawa ni 16% tu, lakini nalitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa mikakati na mipango tuliyoiweka, ifikapo mwaka 2030 wizara imeamua kwamba ni lazima taifa letu liweze kuzalisha dawa lenyewe kwa 80%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuimarisha mifumo ya matumizi ya tehama, kuhakikisha upatikanaji na ubora wa huduma, kuimarisha mifumo ya kielektroniki katika vituo ili iweze kusomana na kubadilishana taarifa, ikiwemo afya mtandao, teleradiology, teleconsultation, kituo kikuu cha kuhifadhi taarifa Center Data Depository, kuondokana na matumizi ya karatasi katika ukusanyaji wa takwimu na kuimarisha matumizi ya akili unde katika utoaji wa huduma za afya. Tano, kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na kuambukiza, ya mlipuko na yasiyokuwa hayapewi kipaumbele, pamoja na lishe na usafi wa mazingira. Lakini kuhamasisha jamii kupima afya mapema, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu pia bunge lako tukufu kwamba hivi karibuni wizara imebuni programu mpya inayotambulika kwamba Ijue Namba Yako, imekwisha zinduliwa katika kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko, kujenga miundombinu kujenga miundombinu ya kuwatenga wahisiwa mipakani, kukamilisha vituo vya umahiri wa elimu ya afya kwa umma na kutekeleza mpango jumuishi wa huduma za afya ngazi ya jamii, ikiwemo nafasi 8,000 za ajira mpya. Lakini kuboresha huduma za chanjo kwa mfumo wa kielektroniki, majokofu na vifaa vya kufuatilia jotoridi, kutoa kinga tiba ya trakoma, matende na mabusha katika halmashauri 19, pamoja na huduma za utengamao na kuendelea na afua za lishe za vyakula vilivyoongezwa virutubisho, kupambana na utapiamlo, kuimarisha utafiti wa